Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya YouTube, leo tuko mashambani kwa mkulima huku Iwala. Wakulima ambao wameamua kuitumia mbolea yetu ya Super Grow, mbolea ya asili ya maji. Sasa tunavyoifundisha mbolea hii inafanya kazi nzuri. Kuna wakati mwingine tunakaa tunatoa tu maneno. Sasa leo natamani nipate ushuhuda kwa mkulima wangu, mteja wangu wa huku Iwala, aweze kutuambia ameweza kuitumia mbolea hii ya Super Grow kwenye nyanya chungu. Sasa atupe ushuhuda zaidi. Habari za asubuhi mkulima. Salama, habari ya kazi? Njema kabisa. Poa na majukumu. Namshukuru Mungu. Bwana, wewe ni mtu ambaye kwa mwanzoni hukuiamini Super Grow. Kipindi cha kwanza tunakutana mimi na wewe haukuiamini Super Grow. Kweli kabisa. Vipi leo unaionaje Super Grow? Imani yako bado ni ile ile au umebadilika imani nyingine? Hapana, nimebadilika imani nyingine sababu mimi mwenyewe ndo nimeshuhudia kwa maelezo yako uliokuwa umenieleza mwanzo. Sasa hivi nimefika mwafaka wa kuishuhudia na bustani yangu ndo hii hapa. Nimeitumia hii bustani toka nimepanda sasa hivi ina miezi miwili, lakini naona utofauti wa matunda yangu, tofauti na mashamba ambayo sijapiga Super Agro. Kwa hiyo leo ndo nataka nitoe ushuhuda kwa wengine ambao wataweza kuitumia hii mbolea. Ipo vizuri, wajitahidi kufuata maelezo ya bwana shamba wetu. Hilo zao ambalo ulishika hapo, tunda la nyanya chungu, unalionaje na likienda sokoni vipi? Hautauza kwa jeuri? Nauza kwa jeuri kabisa, bila yani misukosuko yoyote, maana halina masaru wala halijagongwa na mdudu. Kwanza nina uwezo hata wa kutafuta soko sehemu nyingine wakidengua. Kwa sababu gani? Kwa sababu bidhaa yako inaonekana ni bora. Ikienda sokoni inaonekana iko tofauti na bidhaa zingine. Ndugu mtazamaji, hii ndio siri nyingine ambayo tunaizungumza kwenye utumiaji wa mbolea Super Grow. Mkulima ili aweze kulima kilimo chenye tija, lazima zao lake linapofika sokoni liwe tofauti na mazao mengine. Lakini zao likiwa hafifu, basi mteja atakutajia bei anayoitaka yeye mwenyewe. Lakini mkulima pia ulijaribu kutelezea kidogo kwenye mahindi, ulijaribu kutumia kwenye mahindi. Na yenyewe ulionaje kwenye mahindi? Mahindi nayo niliona yalitoka vizuri, na mahindi yale nilipanda kwa fujo tu mpaka watu wakawa wamenishangaa. Nikachora kama maharage, nikadondosha punje moja moja. Nilivyodondosha punje moja moja niliyopaka hii dawa. Alafu kisha ilivyofika wiki mbili nikaendelea kupuliza kila baada ya siku 14 mpaka miezi 2.5 nikaweka keni. Basi mahindi yangu nikavuna kwa tija. Unawashaurije wakulima wengine ambayo bado wana imani ndogo na Super Grow? Unawashaurije kama mkulima ambao umeweza kuitumia mpaka leo hii? Nawashauri wakulima waendelee kutumia hii mbolea kwa kuiamini, pia na kuamini wasambazaji wa hii mbolea. Nashukuru, karibu tuendelee kutumia Super Grow. Super Grow ni siri ya mkulima mwenye mafanikio. Ni tone la ajabu kwa sababu ni mbolea ambayo ni ndogo sana, ulivyoishikilia hapo ni ndogo sana. Ila mambo yako kuyapeleka shambani ndio kama yanavyoonekana. Mmea ni wa kijani, mmea ni mweusi, mmea umeenda juu kwa kabla hujafunga miezi miwili, lakini mmea ni unaonekana uko speed zaidi. Na hii ndio kazi nyingine ya Super Grow, inafanya mmea ukue kwa haraka zaidi. Wengine wanasema ni booster, hii ni mbolea. Unapiga juu ya mmea, unapiga chini ya mmea. Karibu, endelea kufuatilia channel yetu kwa ajili ya kujifunza zaidi. Karibu sana mteja wangu. Asante.